kuzungumza. Utatuandikia kupitia 0683802966, lakini pia hata kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kumbuka msisitizo, haya ni maoni yao wachonga ngenga na sio maoni ya kituo wala watangazaji, ni maoni ya wachonga ngenga. Mada imewekwa mezani na wao wanatoa maoni yao, wanajadili kile ambacho wao wanakiamini. Tutarudi hapa kwa ajili yako, endelea kwa nasi, lakini kwa sasa ni ngenga za siasa kwake Samson Charles. Ngenga za siasa. Ngenga za siasa. Ni ngenga za siasa katika sehemu ya pili. Jana tukiangazia sehemu ya kwanza ambayo inaoji ni kweli reforms zimeshafanyika. Wapo wapiga ngenga za siasa kule chama tawala wanasema kwamba hizo reforms ambazo wanazitaka Chadema tayari zimeshafanyika. Sasa wapiga ngenga za siasa Antipas Pamba, kada wa Chama cha Mapinduzi, huyu na Joel Msuya leo wanaendelea kupigana ngenga za siasa kwamba je, hizo reforms zinazohitajika zimeshafanyika? Karibu sana, hizi ni ngenga za siasa. Mwenyeji wako ni mimi Samson Charles. Ukiangalia katiba ambayo tupo nayo sasa hivi ni ya mwaka 1977. Na katiba hii ilianzishwa kipindi tulikuwa na mfumo wa chama kimoja. Sasa tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi, hatukufanya mabadiliko ya katiba. Tukaingia na mfumo ule wa chama kimoja. Na mfumo wa chama kimoja ndo sasa hivi hapo una apply kwenye mfumo wa vyama vingi. Sasa mfumo kama uwezo ukaleta haki. Hauwezi kuleta haki kwa sababu ni mfumo. Ndo maana mkasitisha maridhiano kwa sababu la cheki. Hapana. Yaani kilichosababisha kama nyinyi mlikimbia. Hatukukimbia. Nasema kwamba maridhiano yale tuliona kwamba hamna tija ya kuendelea nayo baada ya kuona wenzetu wanakataa hoja za msingi, wanakataa hoja nyingine ya msingi ni ipi? Maana ya katiba mpya hii inaona nani? Hoja nyingine ni ipi ya msingi? Yaani sisi hoja ambayo ilikuwa ni ya msingi kuliko zote ni hiyo hoja ya mabadiliko ya kimfumo wa uchaguzi. Sio kwenye uchaguzi, wa mfumo mzima nchi yetu, hapo ni katiba mpya, kwa sababu katiba mpya sio kwamba ni masuala ya uchaguzi tu. Imebeba na nilimaana pana sana. Kwa hiyo ni mfumo mzima wa uendeshaji wa nchi. Kuna namna Chadema unasema hii na nini, huu ni mchakato ama mabadiliko ni mchakato. Mmezuia kupita bila kupingwa. Sasa inaitwa tume huru ya uchaguzi. Tuna tume huru ya uchaguzi. Na baadhi ya vitu kulikuwa na malalamiko kwamba wakurugenzi wasisimamie mchakato, na sasa hivi wanaopewa dhamana hiyo ni afisa waandamizi wa serikali. Hizo ni reforms. Kulikuwa na Mheshimiwa Rais amefanya reforms maeneo mengi. Ukizungumza tu reforms kwenye maeneo ya haki jinai, Mheshimiwa Rais amegusa pale, na kulikuwa na tume ambayo imeundwa kushughulikia masuala ya haki jinai. Swali lako ni lipi kwa hayo ambayo yamefanyika? Hoja ya msingi ni kwamba ambayo actually nataka nieleze, si swali pase, lakini nataka ni waeleze wenzangu na Watanzania waelewe. Ili tupige hatua kama taifa, lazima kuwe na utaratibu wa kuheshimu misingi ya kikatiba kwanza iliyopo. Hauwezi kusema kwa mfano, mimi nitakupa mfano mrahisi. Unayo karatasi, sawa, imeandikwa vizuri tu, labda usema hii karatasi ni mbovu, sawa, lakini hauiheshimu wala kuitunza. Alafu unataka nzuri, unafikiri utabadilisha. Hoja yangu ambaye hafuati katiba, naomba nirekebishe. Kwa kuandika tu katiba wakati iliyopo kuna maeneo haifuati kama ilivyo. Unafikiri kuna jambo la kurekebisha. Weka sawa Pamba, nani afuati kabla sienda kwa Joel? Nchi yote inatakiwa ifuate misingi ya kikatiba. Na kwa nini lazima niseme hivyo? Wenyewe wanasema uchaguzi sasa usifanyike, lakini kimsingi wa kikatiba iliyopo unasema uchaguzi ufanyike. No election mnasema. No reform, no election. Bila mabadiliko ya kimsingi kwenye mfumo wa uchaguzi, tunasema kwamba hakutakuwa na uchaguzi. Kauli hiyo inapingana na katiba ya nchi. Haipingani na katiba ya nchi. Kipengele gani? Uchaguzi unafanyika baada ya miaka mingapi? Kwa katiba yetu ya nchi. Kwenye katiba hiyo inasema kwamba pale ambapo kutakuwa na masuala labda ya emergency, masuala ya dharura. Kwa mfano kwenye swala la katiba ni jambo la emergency. Ni swala ambalo tunabidi tufanye mabadiliko ya kimsingi. Jambo la katiba ni swala la emergency. Swala la upatikanaji wa katiba mpya
au mfumo huru ni swala ambalo lilibidi kwanza tusitishe masuala ya kiuchaguzi kwanza, tukapate mfumo ambao uko huru, then baada hapo ndio tuende kwenye uchaguzi. Kwa hiyo hawa wanaposema kwamba reforms zimefanyika, nimemsikia na naomba nimjibu swali lake anaposema kwamba reforms zimefanyika na nini. Mimi naomba nitofautiane naye sana kwa sababu bado mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndiye ambaye anateua mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na wale wajumbe. Naendelea kushikilia hapo kwa sababu haiwezekani mechi inacheza kati ya Simba na Yanga. Mimi najua wewe ni Simba. Alafu mchezaji wa Simba labda nani? Yule nanili labda Chasambi ukategemea ndo awe referee. Unaona? Huo mchezo huwezi ukawa haki. Hiyo je msingi? Hii ni hoja msingi Pamba. Labda kwa kifupi hiyo hawezi kujibu hiyo hoja. Sio hoja ya msingi. Unanielewa vizuri. Usiseme mtambuka nini natambulika. Hoja ya msingi maana yake ni basis. Hoja mtambuka inaweza ikawa katika kweli ama si kweli, katika namna mbalimbali. Umeelewa? Hapana, kulingana na mazingira. Anaposema kwamba inaweza ikawa kweli au si kweli. Rais ndiye anateua mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi au si ndiye anateua? Jibu hilo swali. Rais ndiye ambaye anateua mwenyekiti wa Tume ya Taifa. Hiyo ni hoja. Kuteua ni hoja, lakini sio hoja ya msingi. Unajua kitu kikiwa msingi maana yake ndio basis. Ni haki nataka niweke ni haki labda Tume ya Simba kumchagua Chasambi kuwa referee wa mchezo. Nataka niweke hii clear. Pamba ili kuna jambo ambalo kuna Twitter inasema ili swali la kisiasa usiliruke. Rais anateua mwenyekiti. Wao wanaona ni ukakasi. Pia unajua nitawarudisha pia mchakato wa uteuzi wa mtu huyo upoje. Umeelezwa. Kabla ya rais kumteua kuna mchakato hapo nyuma unafanyika. Si ndio? Umenielewa vizuri? Baada ya hapo rais analetewa nini? Majina. Katika yale yeye ndio anafanyaje? Anateua. Kama hivyo haifai, unafikiri njia gani itafaa? Mimi naomba kwanza tu nitofautiane naye. Yaani haiwezekani mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ateue mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambaye mwenyekiti huyo mchakato wa kumteua rais ndiye ambaye anamlipa hadi na mshahara. Alafu bwana Pamba hapa ategemee huyo mwenyekiti aende akae tofauti na bosi wake ambaye anamlipa mshahara. Ni jambo ambalo nilisema leo Tume Huru ya Uchaguzi inaendesha mchakato wa uchaguzi ambao ni huru na wa haki. Fedha wanazolipwa zinatoka wapi? Ni hizi ambazo zimekusanywa na serikali ambazo ni kweli ni fedha za wananchi ambazo zinakusanywa, lakini ukweli uwezo kaondoka kwamba ukizungumza kulipwa mshahara mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye ambaye anawateua na yeye ndiye ambaye anawalipa mishahara. Wao wanasema ni rais sio mwenyekiti wa Chama cha Lakini haiondoe kwamba ndiye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi lakini pia ni mgombea wa chama na yeye pia anaingia uwanjani. Hoja ya msingi hauwezi ukasema mwenyekiti wao au mgombea wao akatuteulia mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na wajumbe wake akawa free and fair. Kukawa na free and fair na akawalipa na mshahara. Hauwezi wakawa tofauti. Hata kaka Sam leo hii hauwezi kaenda tofauti na hoja maana amezungumza. Kwa ni jambo la kibinadamu. Muda mrefu. Nafikiri nitoe hoja. Hoja ya msingi ni kwamba kama kweli wa Tanzania tuna mapenzi mema na nchi yetu, lazima tujikite kwenye kuheshimu misingi ya kisheria na kikatiba. Hapo kwanza tusimenti. Hiyo ni hoja ya msingi kwa sababu tunaweza tukawa na katiba 20 hapa. Tumezifanyia marekebisho, hazifuatwi. Tunaweza tukaunda katiba hapa tukachekelea lakini isifuatwe. Kwa nini nasema hivi? Hii katiba yenyewe iliyopo, kuna Watanzania wengi ambao hata wao hawafahamu haki zao za msingi kwenye hii katiba. Na wengine wanazifahamu lakini zinabagazwa na hakuna kinachofanyika. Kwa kuna Watanzania wenye mapenzi mema. Kusema tu katiba ndio suluhisho la mabadiliko sio sawa. Lazima tujenge ustaarabu kama taifa, kuheshimu misingi ya kikatiba, ndipo tuibadilishe hiyo katiba. Unaweza ukabadilisha kitu ambacho ukifuati. Wako watu nyumbani kwao wamejiwekea ratiba za vyakula alafu kila siku wanakula ugali. Na nielewa vizuri. Sawa Pamba. Sasa kuna maana gani? Mifano yake ni mfu. Mifano yake ni mfu. Kwa nini? Kwa sababu haezi akasema kwamba Watanzania hawaheshimu katiba
Kwa sababu gani naweza nikasema hivyo? Kwa sababu mfumo ambao uko sasa hivi, mfumo ambao uko sasa hivi uchaguzi unafanyika ndani ya miaka. Ndio tunasema hata yeye mwenyewe analalamika kama cha demokrasia na maendeleo, kwa sababu ni mfumo ambao ni wa chama kimoja. Uchaguzi na miaka ishapita, vile vile ni kubagaza katiba. Sasa sikiliza. Kwa reforms zilizofanyika Pamba, Chadema wakiingia kwenye uchaguzi mwaka 2025, kutakuwa na uhuru na haki. Kwa kweli mimi nalia na political will ya kufanya uchaguzi wa huru na haki ikiwepo hata tusipokuwa na katiba. Ngoja nikutajie mfano mmoja. Iko nchi moja haina katiba iliyoandikwa. Umewahi kufahamu jambo hilo? Uingereza wanatumia katiba aina gani? Ni written constitution. Ni katiba iliyoandikwa. Kwa hiyo unagundua katiba ni utayari wa sisi kufuata miongozo tuliojiwekea. Sio lazima kuandika. Swali ni hili. Wakifanya uchaguzi, political will ya Rais Samia, tukifanya uchaguzi wa huru na haki, Chadema watakuwepo chini ya katiba hiyo. Hapana, hiyo sasa yani kaka sana inazidi kubaki pale. Umenielewa vizuri? Kwa mfumo ambao tuko nao sasa hivi. Leo tukimalizia sehemu ya pili ya ngenga za siasa kuangalia reforms, wakisema no reforms no election, lakini reforms zinasemekana kwamba zimeshafanyika. Je, zimefanyika kweli? Wapiga ngenga za siasa Antipas Pamba na Joel Msuya wataendelea hapa kesho katika sehemu ya 3 na ya mwisho. Kumbuka nawe unaweza ukashiriki ngenga za siasa popote pale ulipo, uwe chama chochote kile. Karibu sana kushiriki ngenga za siasa. Unaweza ukanifuata pale Instagram ama Facebook, alafu njoo inbox niandikie majina yako na chama unachotokea, bila kusahau namba zako za simu na mimi nitakupigia. Tafuta tu Samson Charles. Ngenga za siasa. Ngenga za siasa. Ni ngenga za siasa na Samson Charles. Bila shaka umesikia kile ambacho kimezungumzwa, isipokuwa nasisitiza kwamba ni maoni, mitazamo yao binafsi wapiga ngenga na sio kituo wala mtangazaji. Kwa hivyo na wewe kama unatamani kuwa miongoni mwa wachonga ngenga, basi uko na nafasi nzuri tu vile vile ya kuweza kututafuta hapa, nasi tutakufikia, utakuja, tutazichonga ngenga na wewe katika yale ambayo unaamini. Lakini kwa mtazamo kwa hiki ambacho kimezungumzwa, njoo YouTube tuandikie pale Stafka Radio, tuko live kabisa. Ukija pale unatuachia ujumbe wako, comment yako pale na mimi nitaisoma vizuri kabisa. Lakini pia kupitia namba yetu 0683802966 ukiniandikia vile vile nitasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Fanya hivyo sasa hivi nitausoma. Na nikukumbushe bwana, taarifa njema kwa wale ambao wanatufuatilia YouTube, tayari utaona tuna ugeni hapa, tunakuja kuzungumza nao. Tuliulizana swali bana mapema kabisa kuhusiana na hali ya barabara zetu kule mtaani zikoje. Sio mbaya ukiniandikia hapa, kwa sababu tunalitazama inahusiana kabisa na hiyo mambo. Bajeti tumeona jana ikihitimishwa, sawa bwana, lakini hata misemi kule ilipita pia. Rafiki zetu bila shaka TARURA wenyewe wako kule. Kwa hiyo tumeulizana pale, na unaweza kuniambia bwana, hali ya barabara mtaani kwako kule swaiba wangu iko kwa namna gani? Hali ya barabara katika eneo lako wewe iko vipi kwa sasa hivi? Inawezekana kuna hizi main hizi unajua zina watu wengine, atatuambia hapa engineer. Alafu kuna zile zinaingia huko mijini, vijijini, nini, atatuambia vizuri. Lakini unaweza kuniambia hali iko kwa namna gani? Nikupe taarifa njema kutoka kwa rafiki zetu Azam TV. Azam TV bwana, wanakuambia kiwashe sasa hivi. Unajua bado burudani zinaendelea kupitia kwao, na kama hauna kisimbuzi cha Azam TV swahiba wangu, hapo bwana utakuwa unajinyima baadhi ya vitu. Sasa sikiliza, wewe ni shabiki wa soka, basi ipo ligi kuu pale ya soka Tanzania bara inayoendelea, lakini pia ligi nyinginezo nyingi sana unaweza kuzishuhudia. Lakini kama ni mpenzi wa tamthilia rafiki yangu, vile vile na wewe unaweza kujipatia tamthilia za kutosha kama Kombolela, Mzani wa Mapenzi, lakini pia Tufani, tamthilia ya kiki, zote hizo zinapatikana bana kupitia katika kisimbuzi cha Azam TV. Lakini inawezekana ukawa unapenda zile za kimataifa, basi The Great Seljuk iko pale saa 4 usiku, unaweza kuishuhudia kupitia Azam 2. Lakini vile vile The Good Doctor unaipata ndani ya Azam 1. Hapa sasa daktari hatari akifanya makubwa bwana kwenye taaluma ya tiba, unakutana nayo kupitia kisimbuzi cha Azam. Sasa cha kufanya, lipia kifurushi chako cha Azam TV leo hii
ili uhakikishe bwana hukosi hata sekunde moja msisimko huu. Kama haujalipia, watu najua mwezi ni mwingine huu, inawezekana rafiki yangu bado haujalipia, basi lipia sasa hivi upate hizi burudani zote hizi ambazo mimi na kueleza. Lakini kama haujajiunga na familia ya Azam TV kisimbuzi hiki, basi nenda kanunua kisimbuzi chako rafiki yangu. Na ndo maana wanakuambia kiwashe, ila kumbuka burudani ni kwa wote. Pata burudani, pata unaoitaka, maisha mengine yanaendelea. Tukirudi hapa tunakuja kuzungumza na ugeni ambao tuko nao kutoka TARURA, mamlaka za barabara za mijini na vijijini, lakini hapa ni upande wa Dar es Salaam. Kwa ni TARURA Dar es Salaam mjini, so vijijini. Sasa hii tunachukua tu mjini. Bwana, tuko mjini Dar es Salaam. Alafu barabara zikoje? Atatuambia. Tunafahamu tumepitia katika hali fulani hivi ya mvua na nini vitu kama hivyo, na sasa hivi baadhi ya maeneo yananyesha. Kule kwetu kule ukipita Boko na Bunju, wanabaita Ushuani, maeneo mengine, lakini barabara zetu tunazijua wenyewe. Kwa hiyo anaweza katuambia vizuri kabisa. Lakini niliona taarifa wiki iliyopita kutoka kwa swaiba zetu hapa pembeni waliochukua tuzo kuhusiana na baadhi ya barabara, ikiwemo barabara korofi sana ya maeneo ya wapi, Gongo la Mboto kule, ingilia ndani kule, Kitunda, Banana Kitunda hiyo.